Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana mtazamaji wa Sports Counter, tunafahamu kwamba klabu ya Yanga tayari imeshakwisha kutoa kule mjini Rabat pale Morocco kwa ajili ya mchezo wa klabu bingwa barani Afrika dhidi ya FAR Rabat, mchezo wa hatua ya makundi. Bwana, tunafahamu kwamba ni moja kati ya mchezo ambao pengine unakwenda kutoa taswira ama picha ya nani ambaye atakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kutinga hatua ya robo finali ya michuano hiyo, kutokana na timu zote kuwa na alama 5. Sasa mchezo huo ndio ambao utakwenda kutoa taswira ya nani ambaye anakwenda kubaki. Tunafahamu mchezo wa kwanza Yanga waliibuka na ushindi wa goli 1-0 kwenye dimba la New Aman Complex pale visiwani Zanzibar. Sasa huu ni mchezo mwingine wa pili kwa maana ya mchezo wa marejeano, ambapo FAR Rabat watakuwa nyumbani pale Morocco kwa ajili ya kuikabili Yanga. Kwa hiyo kama Yanga atapoteza mchezo huo kwa magoli mengi, maana yake Yanga atakuwa anajiweka kwenye mazingira magumu ya kuweza kutinga hatua ya robo finali, kwa sababu kama FAR Rabat atashinda, basi FAR Rabat atafikisha alama 8, Yanga atabaki na alama 5. Kwa hiyo Yanga watakuwa wanategemea sasa mchezo wa mwisho, ambapo mchezo wa mwisho FAR Rabat atamaliza na Al Ahly, wakati Yanga atamaliza na JS Kabylie. Lakini tunafahamu kwa sasa kwenye msimamo hawatazami nani anayeongoza magoli mengi ama amefunga magoli mengi, wanatazama head to head, kwa maana ya mlipokutana, kwa maana Yanga alipokutana na FAR Rabat nyumbani walitokaje, 1-0. Haya, Yanga walipokutana na FAR Rabat kule Morocco walitokaje, labda 3-0. Kwa maana mwenye nafasi atakuwa ni FAR Rabat kwa sababu walishinda magoli mengi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba watakuwa wanatazama head to head. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao Yanga wanatakiwa pengine kutoa sare ili kujiweka kwenye mazingira fulani hivi ya kuweza kutinga, kwa sababu watafikisha alama 6 wote 6. Kwa hiyo mchezo ambao utakaoamua nani anatinga utakuwa ni ile michezo ya mwisho. Kwa hiyo hata kama FAR Rabat atashinda dhidi ya Al Ahly na kufikisha alama 9, na Yanga akishinda dhidi ya JS Kabylie akifikisha alama 9, watawaangalia Yanga na FAR Rabat ambao wanalingana point, kwamba head to head walipokutana ilikuwaje, kwamba pengine mchezo wa nyumbani Yanga walishinda goli 1-0, alafu mchezo wa marejeano kule Morocco Yanga walitoa sare. Kwa hiyo Yanga atakuwa na nafasi ya kuweza kutinga hatua ya robo finali, kwa sababu amemfunga lakini yeye alitoa sare. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao anakwenda kutoa hatima ya nani ambaye pengine anaweza akaungana na Al Ahly ambaye tayari yeye ameshajiweka kwenye mazingira mazuri ya kutinga hatua ya robo finali. Sasa tunafahamu kwamba tayari kikosi kiko kule, na nikupitishe kwenye kikosi ambacho kimeshakwisha kutoa kule Morocco kule Rabat kwa ajili ya mchezo dhidi ya FAR Rabat. Bana, Yanga kama kawaida wameondoka na magolikipa watatu, kwa maana ya Hussein Masaranga, Djigui Diarra pamoja na Aboutoir Msheri. Hao ndio magolikipa ambao Yanga wameondoka nao kuelekea huko Morocco kwenye mchezo wa marejeano. Bana, kwa upande wa mabeki ambao Yanga wameondoka nao, bana, kwa upande wa mabeki ni Yao Kwas, Israel Patrick Mwenda, Ibra Baka, Bakari Nondo Mwamnyeto, Frankie Asiki, Dickson Job, Shadrack Boka na Mohamed Hussein Shabalala. Kwa upande wa viungo ni pamoja na Azizi Andambwile, Mohamed Damaro Kamara, Duke Abuya, Racine Kouma, Maxim Pia Nzengeli, Mudathiri Aya, Alan Okello, Edmund John, Pacome Zouzoua pamoja na Emmanuel Monengo. Kwa upande wa washambuliaji Yanga wameondoka na Dep Aurelio, Prince Mpumelelo Dube pamoja na Clement Mzize. Sasa moja kati ya swali ambalo utajiuliza ni mchezaji Buba Jemmy Rea kutoka Gambia, aliyesajiliwa dakika za mwishoni ama dakika za lala salama mwa dirisha dogo la usajili kutoka ndani ya klabu ya Oriente Inter Club ya kule nchini Angola. Yuko wapi? Mbona hajajumuishwa? Wana taarifa kuhusiana na mchezaji huyo Buba Jemmy ni kwamba
mchezaji huo tayari ameshakwisha kutangulia yeye pia kule Morocco. Kwa hiyo Yanga watakutana na Buba Jemii kule Morocco. Sasa hatufahamu kwamba kama atacheza ama hatacheza, lakini ni moja kati ya nyota ambao yeye alisafiri, na taarifa hiyo ilithibitishwa na msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe, ambaye alizungumza kwamba Buba Jemii tarehe ya kuwasili ilikuwa ni tarehe ya Yanga wao kuondoka Dar es Salaam kuelekea kule FAR Rabat. Kwa hiyo wakaamua kwamba Buba Jemii atangulie, yani wakutane kule kule. Wakati Yanga wanaelekea huko, basi na Buba Jemii atakuwa anaelekea huko, kwa watakutana sehemu ya kazi. Kwa hiyo Buba Jemii ni moja kati ya nyota ambaye naye pia atakuwa kule nchini Morocco. Kwa hiyo atamtumia Pedro, hatomtumia, hilo tabaki jukumu lake, lakini unaweza kuona kwamba nafasi ya kutokuonekana kwa Buba Jemii kwenye mchezo ama kucheza kwenye mchezo huo ni kubwa sana, kwa sababu hajafanya mazoezi na wenzake, hajajumuika na wenzake, koja hajamuona mazoezini. Kwa hiyo ni ngumu sana Pedro kumtumia Buba Jemii kwenye mchezo huo, lakini ni moja kati ya nyota ambaye atashuhudia mchezo huo, Yanga wakipepetana na FAR Rabat, ama timu yake mpya kipepetana na FAR Rabat kwenye kutafuta nafasi ya kutinga hatua ya robo finali ya michuano hiyo. Kwa hiyo ni moja kati ya swali ambalo nimeliona kwamba vipi, mbona kikosi cha Yanga ambacho kimeelekea kule Morocco, mbona Buba Jemii hayumo? Inakuaje, ataonekana ama hataonekana? Bwana, kiuhalisia ni kwamba Buba Jemii hatakuwa sehemu ya mchezo kwa maana ya kucheza mchezo ule, bali tu tutamuona akiwa kule, na tutamuona pia akirejea na timu baada ya mchezo dhidi ya FAR Rabat. Kwa hiyo Buba Jemii ni moja kati ya nyota ambaye hatakuwa sehemu ya mchezo wa Yanga dhidi ya FAR Rabat kwa maana ya kucheza, bali atakuwa sehemu ya kikosi cha Yanga ambacho kiko kule Rabat. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee juu ya taarifa kuhusiana na Buba Jemii, mchezaji mpya wa klabu ya Yanga, winga ambaye anatajwa kwa ni moja kati ya winga hatari sana, mwenye kasi, mwenye uwezo wa kupiga chenga, mwenye uwezo wa kutoa assist kwa maana ya kutengeneza nafasi za magoli. Kwa hiyo tunasubiria kuona pengine uwezo wake, kwa sababu ni moja kati ya usajili ambao hakuna aliyetaraji wala hakuna tetesi ambazo zilimhusisha Buba Jemii kutoa ndani ya klabu ya Yanga. Yani imekuwa ni kama surprise kwa Yanga, kwa mashabiki wa klabu ya Yanga, baada ya Engineer Hersi Said, rais wa klabu ya Yanga, kumaliza usajili dakika za mwishoni kabisa za lala salama. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikujuze kuhusiana na Buba Jemii ambaye ameelekea FAR Rabat, ameelekea kule Morocco kwa ajili ya mchezo dhidi ya FAR Rabat. Yanga wakicheza dhidi ya FAR Rabat kwenye mchezo wa klabu bingwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.